Kuna kijana mmoja alikuwa akisoma chuo kikuu, ashakuwa mtu mkubwa, akamaliza akarudi nyumbani, lakini babake ana tabia, hamuachi kwa kosa lolote. Kitu kidogo amekosea, amrekebisha, hapa hujafanya sawa. Sasa huyu ameenda amechukua madigiri yake ng'ambo huko, amerudi, asubiri kutafuta kazi, aishi pale nyumbani. Akiingia kwa rumu yake, mara nyingine huyu bwana yuwasoma vitabu vyake, mara amelala taa. Baba anambishia, vipi utalala na taa iko zima? Taa bwana, hii ni israfu, hii taa yalipiwa bwana, umeme sijui. Ameingia uani choni, labda maji hakufunga vizuri, baba yuaje angalia, vipi waacha maji. Yani anachofanya yule baba, yule kijana asema, kero gani mzee huyu, mimi mtu mkubwa bado tu anirekebisha hili anirekebisha. Atamani apati kazi leo, asema nitoke hapa nyumbani. Ikafika yule baba yuwaumwa maskini. Siku moja yule mtoto ameapply kazi, akaletewa majibu kwamba atakana aende akafanya interview sehemu fulani. Akamwaga mamake, mama akamweleza baba, baba akajiburuta kule kwake mpaka akaja kwa rumu ya mtoto. Akamwambia, mimi najua utapita hiyo interview, kwa sababu wewe kijana wa Simba huogopi, nisha kutoa uoga. Kijana hata kutoka, baba na mawaidha. Haya, mpaka leo siku mimi naenda kwenye interview bado uko nami tu, kero gani hili? Alafu yule baba akatoa mkono mfukoni, akamwambia, naomba leo upande taxi, usiende kwa miguu huko kwenye hiyo interview. Asema, nilipokwenda wenzangu wametangulia, nimechelewa kwa sababu ya kero la baba, nipa mawaidha yake mengi. Asema, alipoingia kwenye geti ya ile kampuni, kuna sehemu ya maua na kuna hizi bomba za maji ambao huwa zikimwaga maji kwenye yale maua, lakini yale maji hayakufungwa, yameachiliwa, yamemwagika kila sehemu. Akasema, israfu ya maji yamwagika. Ashazoea zile tabia za baba za kurekebisha. Akenda akafunga haraka haraka, mgeni hajui, lakini akaona, akenda akafunga. Alipoingia yuwapanda ngazi, akakuta mataa saa 4 ya mchana, mataa ya waka. Akaanza kuzima, wenzake wamcheka, huyu vipi huyu, mshamba kiasi gani huyu aingia mahali hapajui nini, alafu anza kujiti. Walipofika juu kule kwenye ule mlango, aingia kwenye holi sasa interview, akakuta ule mlango kama